Tanzania wangu ni muungano wetu, na tofauti zetu zisibadilike tu. Na mtazamaji wa TBC, karibu kwa moyo mkunjufu. Hakika ni tajamala, ni Saada na Sudi, tunasema hivyo kwa kudra zake Mwenyezi Mungu tumeweza kuona mwaka 2026 na sisi tumeketi hapa kwa uzuri kabisa, ukiwa ni mwezi wa kwanza katika mwaka 2026, mwezi ambao tunaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050. Ninaamini katika kutekeleza mambo haya tukizungumza masuala mazima ya maadili, uzalendo, lakini vile vile uwajibikaji katika maendeleo ya taifa, tutakuwa tumefanya vizuri kweli kweli. Ninakukaribisha katika kipindi hiki tuweze kuyazungumza hapa mengi, na hakika ni kwa undani kabisa. Tutakuwa na mengi ambayo wewe pia utakuwa na manufaa nayo. Jina langu mimi ni Njoba Mwajibe, na kualika katika mjadala huu ambapo leo tutakwenda kuzungumza masuala mazima ambayo nimekueleza hapo. Na hapa studio sipo mwenyewe katika kipindi hiki, nimemwalika Aaron Msigwa. Yeye ni afisa habari mwandamizi kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Karibu sana. Asante sana. Lakini vile vile nipo naye Amina Nguli. Jina hili limenifurahisha kweli kweli. Bwimbwi Jagina, aliyetopea na kutabahari katika masuala mazima ya sheria. Huyu ni afisa sheria mwandamizi. Karibu sana kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Asante sana. Bila kupepesa macho, tupo naye vile vile Sefania Motela. Yeye ni afisa utamaduni mwandamizi pia katika Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Karibu sana. Asante sana. Tabasamu taanusi kabisa. Naam. Tunaweza tukakubaliana kwa pamoja kwamba maadili, uzalendo na uwajibikaji kwa pamoja, tukivizungumzia maendeleo ya taifa yanasonga mbele. Kwa pamoja tunakubaliana. Tunakubaliana. Nikianza na Bwana Aaron hapa. Ndio. Dhana hizi tatu, maadili, uzalendo na uwajibikaji katika muktadha wa maendeleo. Asante. Kwanza ni furahi kuwa hapa na pia ni kuwa sehemu ya kipindi hiki kwa maana ya kutoa mchango wangu kwenye eneo hili la maadili, uzalendo na uwajibikaji. Hivi unaweza ukaviona ni vitu vitatu tofauti, lakini ni vitu ambavyo vinakwenda pamoja. Kwa maana ya ukizungumzia dhana nzima ya maadili ni mfumo wa maisha ambao unamwongoza mtu kuishi kwa maana ya kutambua wajibu wake, yale mema ambayo yanatakiwa yafanye kwa jamii, kwake mwenyewe, na pia kutoa mchango kwa maana ya kuendeleza vile vitu vizuri ambavyo wazazi wetu waliturithisha, kwa maana ya viongozi wetu wale waliotutangulia, na pia kwa maana ya uwajibu ni kwamba mwanadamu yeyote ana wajibu wa kufanya mema kwa maana ya kwenye zile sekta zote, kwa maana ya kufanya maendeleo, kuwajibika kwa taifa lake, kwa maana ya kujishughulisha, kufanya kazi halali za kujipatia kipato na kushiriki kwenye ujenzi wa nchi. Kwenye eneo la maadili tunaona ni kwamba mambo haya yanakwenda pamoja. Huwezi kuwa na maadili ukakosa uwajibikaji. Huwezi kuwa na maadili ukakosa uzalendo, kwa maana ya kujitoa kwa moyo wako kuitumikia nchi, kufanya yale ambayo unatakiwa kufanya kama kijana au kama mzee au kama mama au mwanamke, kwa sababu eneo la maadili linagusa nyanja zote, kwa maana ya rika zote za maisha ya binadamu. Tukiwa tuna mwanzo kabisa, ndio dhana hizi tatu, Bi Amina, hapo uzalendo, uwajibikaji pamoja na maadili katika muktadha wa sheria, ndio tukizizingatia vizuri tunayapata maendeleo na kutokukiuka sheria ambazo tupo nazo. Ni kweli kabisa. Tunapozingatia masuala ya maadili, masuala ya uzalendo na uwajibikaji, inatupelekea kupata maendeleo ya taifa, kwa sababu tutakuwa na viongozi ambao wanakuwa wanatuongoza kwa kufuata misingi ya sheria, na masuala mengine yanaweza kusonga mbele vizuri. Ndiyo. Katika muktadha wa utamaduni, naam, tunaweza tukaijenga jamii
mwanzo kabisa katika kuyaishi na kuyakuwa maadili, uzalendo, lakini vile vile kujifunza kuhusu uwajibikaji? Asante sana. Kwanza dhana yenyewe ya utamaduni, ukiangalia utamaduni unazungumzia mfumo mzima wa maisha ya kila siku, namna ambavyo jamii inajiendesha na kufanya shughuli zake, taratibu za mawasiliano, jinsi ya kutunza mazingira na rasilimali zilizopo. Kwa sasa kwa kuliona hilo, unakuta kwamba kama na hivi vitu vimefungamanishwa kwenye kitu kinaitwa mila, desturi na maadili yenyewe. Kwa sasa kama tunataka kuendelea au kupata maendeleo, ni lazima turudi kwenye dhana yenyewe ambayo inasisitiza jamii kwa kweli kutambua nafasi yake katika kubuni mbinu na mikakati mbalimbali ya kuleta maendeleo, lakini pia kukabiliana na changamoto za kimazingira na kuhakikisha kwamba rasilimali na vitu vingine vinafanyika. Kwa ukiangalia dhana yenyewe utamaduni inakupa picha kwamba kuna swala la uwajibikaji, lakini pia kuna swala la uzalendo. Na uzalendo tunafahamu ni ile hali ya mtu kujitoa, kuhakikisha kwamba nchi yake inapewa kipaumbele katika hali ya maslahi. Kwa sasa kwa kuanza tu ni kweli kwamba hatuwezi kukwepa swala la utamaduni tunapozungumza uwajibikaji, lakini tunazungumza maadili. Tumeanza hapo katika kuzileta dhana hizi katika nafasi zetu tulizonazo katika kuyatenda majukumu. Tukianza moja kwa moja, vyombo vya habari, tukisikia mara zote tunaambiwa habari au sekta hii ya taaluma ya habari ni muhimili usio rasmi wa nne katika uendeshaji wa serikali. Ndio. Sasa tukianzia hapa kwa kutazama tu muktadha wa kawaida na mazingira tulionayo kama taifa, vyombo vya habari tunacheza nafasi yetu katika kuchochea maadili, uzalendo, lakini vile vile maendeleo na uwajibikaji, kwamba hapa tunatakiwa tufanye hivi. Vyombo vya habari ukichora ile picha. Nashukuru. Naweza kusema kwa namna moja ndio, na kwa namna nyingine kidogo kuna kulegalega fulani hivi kwenye kutimiza wajibu wetu, kutokana na mwenendo ambao tunauona sasa kwenye jamii na mchango wa vyombo vya habari kwa maana ya sekta nzima yetu ya habari kwenye kujenga jamii yenye maadili. Kama tunavyojua, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu ya kuhakikisha taifa linakuwa moja. Ni nyenzo muhimu ya kuhakikisha taarifa zinatoka eneo moja kwenda eneo jingine. Imekuwa nyenzo muhimu ya kutuunganisha sisi wa Tanzania. Na wakati mwingine vyombo vya habari vimetufanya tuwe kama eneo moja, tuwe kijiji, kwa maana dunia nzima iwe kijiji. Taarifa za Marekani tunazipata Tanzania. Yanayojiri kwenye nchi nyingine sasa tunayapata kupitia vyombo vya habari. Kwa muktadha huo, unaona kwamba vyombo vya habari vikisimama vizuri kwenye eneo hili la maadili vinaweza kutuvusha mahali pakubwa sana, na vikiregarega kwenye kutimiza wajibu vinaweza vikachangia kwa kiasi kikubwa kwenye mmomonyoko wa maadili. Kama muhimili sasa ambao unaweza ukachochea. Ndio. Umesema kuna namna moja tunapatia na kuna namna nyingine hatutendi sawa. Ni sehemu gani sasa vyombo vya habari vinatakiwa vijitazame kwa jicho la tatu na kuona kwamba hapa tunatakiwa tufanye hiki na hiki na hiki, ili si tu kuiambia jamii, lakini vile vile kuambia watendaji ambao wapo katika serikali kwamba kuna maadili hapa, kuna uzalendo hapa, lakini kuna uwajibikaji, lakini sio tu uwajibikaji na kuwajibishwa pia. Yapo mambo mengi ambayo yanafanyika ndani ya nchi ambayo ni mazuri, ambayo yanapaswa kuendelezwa na pia yanapaswa kupaziwa sauti na vyombo vya habari kwa namna moja au nyingine. Na katika eneo hili tunaona mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa sana, kwa sababu yako mambo mazuri ambayo yanafanyika, labda tuseme kwenye mikoa yetu ya Tanzania, labda mkoa wa Mara kuna mambo mazuri, mkoa wa Kigoma kuna mambo mazuri, Arusha kuna mambo mazuri, Dodoma, Dar es Salaam kuna mambo mazuri,
lakini kwa namna moja au nyingine vyombo vya habari visipochukua nafasi ya kuyaeleza yale mazuri kwa jamii, yale mambo mazuri ambayo kwetu sisi kama Watanzania yana maslahi makubwa sana. Huo ndio uzalendo, kulisemea vizuri taifa lako. Kulisemea vizuri taifa. Yanatusaidia sisi kufanya kazi kwa bidii, yanatusaidia sisi kufuata maelekezo mbalimbali ambayo serikali, viongozi wetu wanatupatia, yanatusaidia sisi kujenga uchumi imara, kushiriki kwenye maendeleo yetu ya kila siku. Vyombo vya habari vikiyashikilia hayo na kuyapazia sauti na kuyafanya kama ajenda ya kila siku, tunaweza tukafika mbali sana. Na nilivyoeleza, ile namna nyingine ni kwamba wakati mwingine vyombo vya habari vimesahau kidogo ule wajibu wa msingi, yale majukumu ya kuibua yale mema kwenye jamii. Badala yake vingine vinajikita sana kwenye kuandika vitu ambavyo ni vyepesi tu kwenye jamii, mambo mabaya ambayo ukiangalia kwa namna moja au nyingine hayana mchango mzuri kwenye taifa. Katika taaluma ya uandishi wa habari ukisomea kweli kweli, tunafundishwa kuna habari za uchunguzi. Kuna jambo limetokea, mimi kama mwandishi wa habari na katika moja ya nyenzo ya mzalendo tunasema ni lazima atimize wajibu. Si ndio? Ndio. Mwandishi wa habari, ukimtazama mwandishi wa habari leo hii wa Tanzania, anatimiza wajibu katika kuchunguza vitu ambavyo huenda vinaweza vikaibua uwajibikaji afisa habari mwandamizi? Nakushukuru. Ni swali pana kidogo, lakini kwa muktadha wa taaluma yetu ya habari ni kwamba ukiwa mwanahabari una wajibu wa kutafuta taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya taarifa, na sio kwamba uishi kutafuta taarifa tu, una wajibu pia wa kuthibitisha taarifa unazozipata. Kwa maana jambo ulilolisikia, jambo uliloliona, kwa maana mmoja au nyingine, unatakiwa uthibitishe, je, hizo taarifa ulizonazo ulizozipata ziko sahihi? Kwa maana ya kuwasiliana na mamlaka husika, wakati mwingine kufanya uchunguzi, wakati mwingine kupitia nyaraka mbalimbali, kusoma sheria, kusoma kanuni. Ipo miongozo ambayo inatuongoza sisi wanahabari namna ya kukusanya taarifa, kuzichakata mpaka kufia hatua ya kuzisambaza. Mambo kama hayo yanapofanyika, unapofanya kwa usahihi wake, ndio hapo tunapokuja na ile dhana ya ule uandishi wenye kuifanya jamii iwajibike. Ni kwamba tunatoa taarifa sahihi kwenye jamii kwa wakati, na ambazo sasa taarifa hizo jamii inazitumia kupiga hatua kwenye maendeleo. Mathalan, ni taarifa zinazohusu masuala ya afya. Kuna katazo limetolewa labda na Wizara ya Afya kuhusu jambo fulani, na ushauri wa madaktari ambao unatuongoza sisi kutupa mfumo wa maisha, kwamba tunapozingatia sasa namna ile ambavyo Wizara ya Afya imetuelekeza, unaona jamii inapiga hatua kutoka sehemu moja kwenda nyingine, hasa kwenye elimu ya kipindupindu. Mfano, sasa hivi ni msimu wa mvua. Wizara ya Kilimo kuna mambo mengi ambayo inaeleza kuelekea huu msimu wa kilimo ambao mvua sasa zinanyesha. Kuna elimu zinatolewa namna ya kuandaa mashamba, namna ya kupanda, namna ya kutumia hizi mvua chache zinazonyesha kwa ajili ya kupata mazao. Sasa vyombo vya habari vimekuwa nyenzo muhimu ya kuhakikisha kwamba jamii sasa inapata taarifa sahihi, na sisi kama wanataaluma ya habari tuna huo wajibu wa kuielimisha jamii, kwa sababu sisi tunatakiwa tuwe mbele, tuwe na taarifa nyingi kuliko jamii, ili tuweze kuifanya ile jamii sasa iamini kile tunachokisema na ifanyie kazi kwa ajili ya kupata maendeleo. Umelizungumzia vizuri. Tumesema kwamba kutokujua sheria si inasemaje hiyo kwa ninyi wanasheria hiyo? Sio excuse kutokujua sheria. Sasa nataka tutazamie kwamba ukosefu wa maadili miongoni mwa watendaji wa sheria ndio unaweza kudhoofisha maendeleo. Ni kweli kabisa, ndugu mtangazaji. Ukosefu wa maadili miongoni mwa watendaji wa sheria unaweza kudhoofisha maendeleo ya taifa letu, na tunapoongelea watendaji wa sheria tunaongelea
mawakili, tunaongelea mahakimu na tunaongelea majaji. Na kwa kiasi kikubwa watu hawa ni wasimamizi na ni walinzi wa haki na mizani ya jamii, na wasipokuwa na maadili wanapelekea mambo mbalimbali katika jamii yetu, ambayo ni wananchi kukosa imani na vyombo vya kisheria, na hii inapelekea wananchi kujichukulia sheria mikononi, lakini pia ucheleweshaji wa haki au upotoshwaji wa haki katika jamii. Ndo masuala ya dhuluma pia yanaingilia hapo, na pia kutokuwajibika. Maana usipofuata sheria pia inapelekea kutokuwajibika. Kwa hiyo inadhoofisha maendeleo ya taifa letu. Umezungumzia vizuri kucheleweshwa kwa haki. Ndio. Na hii imekuwa imezua mjadala. Ndio. Unaweza ukaliweka katika muktadha gani kwamba ili Mtanzania anatuzama aone kwamba na watendaji hawa sasa ambao wapo katika nafasi hizi wauone kwamba umuhimu katika kuitenda haki kuanzia ngazi za chini mpaka ngazi za juu, ili Mtanzania ambaye anahudumiwa aweze kutazama kwamba mimi ni miongoni mwa wanufaika wa jambo hili? Kikubwa tu ni maadili miongoni mwa watendaji wenyewe na uwajibikaji. Amelizungumzia na kuligusia vizuri swala zima la haki. Tukirejea kwako katika swala zima la maadili, kuanzia ngazi ya chini kabisa, maadili yanaweza kujengwa kuanzia ngazi gani ili kusudi yaweze kuchochea maendeleo kwa taifa? Kimsingi ukiangalia vizuri utagundua kwamba maadili ni kama roho inayopandikizwa kutoka ngazi ya chini kabisa, mtoto anapozaliwa katika familia, kwa sababu watoto wanazaliwa kwenye ngazi ya familia. Sasa pale mtoto anapozaliwa anakuwa hajui kitu chochote kinachohusu maisha, lakini anapoanza kukua anaanza kupokea mifumo na taratibu za kuishi kutoka kwa wale walezi wake, wazazi au wale wanaomlea. Sasa wale wanaomlea wakiwa vizuri, wakiwa na muda wa kumjenga yule mtoto kuhusiana na mila zetu, tamaduni zetu, maadili yetu, wakimjenga yule mtoto akiwa anakuwa, kile kitu anakuwa nacho na baadaye anakuja kukitekeleza. Na sasa kwenye ujengaji hapo, kwenye ngazi ya familia, mara nyingi ni vizuri kufahamu pia kwamba hawamjengi tu kwa vile wanavyomwambia, lakini wanamjenga pia kwa vile ambavyo wao wanafanya, kwa sababu mtoto anajifunza kwa namna hizo mbili. Unamwelekeza kama mzazi au mlezi, lakini pia anaona unachofanya. Kwa mfano, kama unamwambia mtoto apende au asiwe ana lugha za matusi, kwa mfano asitukane, lakini anakuona mzazi unatukana, tafsiri yake ni nini? Anafanyia kazi zaidi kile unachokifanya, kwa sababu ndo maisha yenyewe wanayoyaona kwamba kumbe kutukana ni jambo tu la kawaida, lakini kumbe kumwelekeza jambo, lakini pia kuliona kwa vitendo kutoka kwako wewe ambaye unamlea, kile ndo kinachojenga ile ari, ile roho ya kimaadili kwa ule mtoto. Na kwa hiyo anapokuwa anaendelea na hicho kitu, na ndio maana tunakuta kwamba familia ndo taasisi ya kwanza ambayo ina mchango mkubwa sana wa kujenga msingi wa maadili kwa mtoto hata anapokuwa kijana. Na kwamba kama nilivyofafanua pale mwanzo, maadili yetu kimsingi au tamaduni wetu umejikita kwenye masuala ya kazi, utu, heshima, nidhamu na mambo mengine. Sasa mtoto akijifunza hivyo, zile tabia zinajengwa na baadaye anakuwa na mchango mzuri, na baadaye tunaweza tukaona yale maadili katika vitendo. Kwa hiyo ngazi ya chini kabisa kuanzia kujenga maadili ni katika ngazi ya familia. Kisha kwenye jamii, ambayo jamii tunakutana na makundi mengi. Kuna jamii ambazo labda kwa mfano mkusanyiko wa wafanyakazi, ile ni jamii. Kuna jamii kwa maana
taasisi kama shule, kusanyika watu wengi, lakini hawa wote wanatoka kwenye familia. Kwa hiyo ujenzi wa mambo haya yote unaanzia katika ngazi ya familia. Naam. Tupo kujadili masuala mazima ya maadili, uzalendo, uwajibikaji katika maendeleo ya taifa. Naam. Katika taaluma ya habari kumekuwa na tunafurahi siku hizi wilayani huko utasikia kuna afisa habari, kuna afisa mahusiano katika wizara, serikali kuu. Imekuwa ni jambo jema kuhakikisha kwamba mawasiliano haya na taarifa ambazo zinatakiwa ziwafikie wananchi zinawafikia katika wakati sahihi. Ndio. Ni kwa namna gani taarifa hizi ambazo zinatakiwa zitolewe na serikali au wizara au halmashauri ambazo zinaandaliwa na afisa habari huyu zionekane kwa wananchi sasa kwamba hizi ni taarifa ambazo zinahusu wananchi na si propaganda? Kwa sababu kumekuwa na kasumba, ikitoka habari inatolewa serikalini kwenda kuwapata wananchi ambao ni taarifa inawahusu wao, propaganda. Tunapatia wapi na tunakosea wapi? Asante kwa swali zuri. Katika kipindi ambacho tunakiendea ni kipindi ambacho tunaishi kwenye jamii ambayo ina maarifa mengi. Tunaishi kwenye jamii ambayo inaweza kupata taarifa kutoka kwenye vyanzo vingi, vyanzo tofauti. Na tunaishi kwenye jamii ambayo kwa namna moja au nyingine inahoji. Jamii yenye kuuliza, jamii yenye kuhoji, na wakati mwingine jamii yenye kutaka ufafanuzi wa jambo fulani ili maisha yaweze kwenda. Kwenye eneo letu la habari ni kweli serikali imeweka mazingira mazuri sana kwa maana ya kuajiri maafisa habari kwenye kila eneo, wilaya zote, mikoa yote, wizara, mamlaka za serikali za mitaa. Tumeona wakala, mashirika ya umma, haya mabaraza mengi yana maafisa habari, wizara, mikoa na wilaya. Hawa wote ni kiungo kwa maana ya midomo ya kuisemea serikali kwenye maeneo ambayo shughuli mbalimbali za serikali zinaendelea. Na maafisa hawa wana wajibu mkubwa wa kuwa kiungo kwa maana ya kuiunganisha serikali na wananchi kupitia taarifa. Shughuli kubwa ambayo sisi tunaifanya ni taarifa. Kuchukua taarifa kutoka serikalini kuzipeleka kwa jamii. Na kama unavyojua serikali ni mdau mkubwa wa eneo letu la habari. Taarifa nyingi zinatoka kwenye serikali. Serikali ina taarifa. Na mara nyingi maafisa habari wanakuwa kiungo kwa sababu wao wako ndani ya taasisi. Kwa hiyo ile mipango, mikakati, programs ambazo serikali inakuwa imezipanga kwa ajili ya watu, wao wanakuwa watu wa kwanza kujua. Kwa hiyo wajibu wao sasa ni kutoa taarifa sahihi, kuwaambia ukweli wananchi kuhusu mambo ambayo serikali imeyapanga, na wakati mwingine kuwaambia kwa wakati. Hapo kuna kuambia kwa wakati. Ndiyo. Tunatoa taarifa hizi kwa wakati kabla ya wananchi wenyewe kuanza kusikia fununo, baadaye ndio taarifa zinatoka. Kwa namna moja au nyingine kumekuwa na changamoto ya namna ya kupeleka taarifa na namna ya mifumo yetu ya upashanaji wa habari namna ilivyo. Kumekuwa na changamoto kidogo, lakini kwa kiwango kikubwa tumekuwa kama serikali imekuwa ikifanya, kwa maana ya maafisa habari sisi ambao tuko kwenye utendaji huko, kwenye utekelezaji wa haya majukumu, tumekuwa tukitoa taarifa. Sasa ni namna gani ambavyo wananchi wanazipokea, kupitia vyanzo vipi, kupitia vyombo gani? Na wakati mwingine mwananchi anaweza akapokea taarifa akaihoji pia taarifa aliyoipokea, na anapoihoji taarifa ile aliyoipokea, wewe afisa habari unatakiwa umpe taarifa ya ziada kuhusu taarifa uliyompatia. Wakati mwingine ni maswali tu ya kawaida ambayo yanahitaji ufafanuzi. Mathalan, juzi tumepata changamoto ya katika kwa mawasiliano ya SGR yetu ya miundombinu ya reli. Jambo la kwanza ambalo serikali ilifanya ni kutumia hawa maafisa habari, kwa maana kutumia msemaji mkuu wa serikali na kuanza kutoa taarifa kwa wananchi kwamba ni kweli huduma
zimesitishwa kwa muda. Kwa hiyo tunarudi pale pale kuwaambia wananchi ukweli wa hali, wajue nini kinaendelea kwenye nchi yao. Alafu jambo la pili, kuwaambia wananchi serikali yao imepanga kufanya nini, kurudisha huduma. Na kama tulivyoona juzi tu huduma zimerejea. Ni kwa sababu serikali iliwasiliana na wananchi kupitia vitengo vyetu vya mawasiliano ambavyo vimekuwa nyenzo muhimu ya kufikisha taarifa kwa umma. Kwa hiyo kupitia nyenzo hii ya mawasiliano tunaweza tukakuza maadili, uwajibikaji pamoja na uzalendo wenyewe. Ndio. Nikirejea kwako mwanasheria nguli, sasa utachagua mwenyewe nguli jina au nguli taaluma. Unaweza kutufafanulia hivi katika muktadha wa sheria, uzalendo huu, maadili haya tunaozungumzia, uwajibikaji huu tunaozungumzia, unalinda maslahi ya taifa moja kwa moja katika muktadha wa sheria? Ndio, masuala ya maadili, masuala ya uzalendo, uwajibikaji yanalindwa yanalindwa na sheria zetu kwa kiasi kikubwa. Ukiacha tu sheria, hata sera zetu pia za nchi katika sekta mbalimbali zinaongelea masuala ya maadili, zinaongelea masuala ya uzalendo na kuwajibika. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine masuala ya maadili yanalindwa. Kumekuwa na baadhi ya watu wakihisi kwamba ndio labda sheria zipo kwa ajili ya maslahi binafsi au kwa ajili ya maslahi ya kisiasa na si katika masuala mazima ya maslahi ya umma. Unamwondoa vipi mwananchi wasiwasi kwamba katika sheria zetu tulizo nazo ndio hizi zinalinda zaidi maslahi ya umma na si maslahi ya mtu binafsi wala maslahi ya wanasiasa? Sheria zetu kwa kiasi kikubwa zinalinda maslahi ya umma kwa sababu zinatoa mwongozo au zinatoa tafsiri sahihi za masuala mazima ya nchi katika sekta mbalimbali. Kwa hiyo kwa maana nyingine zinalinda maadili yetu ya umma. Labda ukitazama katika tu mfano wa kawaida. Ndio. Tupo katika jamii. Tunaishi na jamii. Ndio. Mitandao ipo. Tunaona watu wakiibua hoja. Sheria zetu bana zinalinda maslahi ya wanasiasa tu. Zinalinda watu binafsi tu. Unahisi mwanya upo wapi hasa mpaka tunafikia hapa? Na tunaweza tukatoka hapa kwa namna gani ili kusudi sasa mwananchi ajue kabisa kwamba sheria zinazotungwa na bunge zinapitishwa na rais ili kuweza kwenda kuwatumikia wananchi moja kwa moja, kwamba zinagusa maslahi ya umma na si mtu mmoja? Sheria kama nilivyosema mwanzo, sheria nyingi za nchi zinatoa miongozo ya masuala mbalimbali katika nchi yetu, katika kuendeleza nchi yetu. Mathalani sheria za masuala ya kukabiliana na rushwa, kupambana na rushwa, zinaainisha vitendo ambavyo vipo kinyume na maadili, ambavyo vinakandamiza masuala ya maendeleo, masuala ya ubadhirifu. Kwa hiyo sheria zetu ziko wazi, zinazuia masuala ambayo yapo kinyume na maslahi ya taifa au zinazuia masuala ya maslahi binafsi kwa viongozi na vitu mbalimbali. Umeligusia vizuri hapo. Zinazuia masuala haya. Ndio. Huenda kiu ya wananchi ni kuona sheria hizi au wakitazama kwamba watu wanawajibika moja kwa moja. Sheria hizi zinagusa moja kwa moja. Ndio. Ukiutazama ufisadi umetajwa sehemu fulani, mtu anawajibishwa. Ndio. Kiu ya wananchi ni hiyo. Tunaweza tukakubaliana katika hili? Of course sheria hizi pia zina pamoja na kueleza masuala mazuri, lakini pia zinatoa adhabu kwa wanaokiuka
au wanaojihusisha na vitendo kama hivyo. Kwa hiyo zina adhabu pia, zinawajibisha wale ambao wanaenda kinyume moja kwa moja. Kikubwa tu ni kuzisimamia vizuri kwa wale wahusika watendaji, kusimamia vizuri zile taratibu za sheria hizo, na makosa kama yale kufikishwa katika sehemu sahihi kushughulikiwa. Lakini sheria zipo na zina adhabu zake kwa yoyote ambaye anakiuka suala lolote hapa Tanzania. Sheria zinawawajibisha. Umelizungumzia vizuri jambo hili. Ndio. Kuwawajibisha, kuwafikisha sehemu husika, huo ndo tunaweza tukasema unaweza kuwa ndo maadili yenyewe, si ndio? Ndio. Ndio unaweza kuwa ndo uzalendo wenyewe. Ndio. Na ndio unaweza kuwa uwajibikaji wenyewe. Kutokuwafikisha maeneo haya tunaitafsiri kama nini? Kutokuwajibika, kufanya kazi naweza nikasema kwa mazoea. Kufanya kazi kwa mazoea, kutokuwajibika, unachukulia vitu kirahisi, na wakati tayari miongozo ya kisheria ipo namna gani ya kushughulikia jambo. Kikubwa mimi naona ni kutokuwajibika. Hivi mfano mtu asipowajibika, sheria zipo ambazo zinaelekeza kwamba awajibishwe? Ndio, kuna sheria kulingana na sekta au muktadha fulani. Kuna sheria ambazo mtu anapokiuka jambo fulani zinamwajibisha. Kwa hiyo inategemea anawajibishwa katika muktadha gani. Uwajibikaji, ameshindwa kuwajibika katika sehemu gani. Kwa hiyo kila kitu kinaenda na muktadha. Mtazamaji wa TBC, kila kitu kinakwenda na muktadha, na tumeketi hapa kwa uzuri kabisa kuweza kuzungumzia maadili, uzalendo na uwajibikaji kwa maendeleo ya taifa. Nipo na ndugu zangu hapa kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, tukiyazungumzia mengi kuhusiana na masuala mazima ya maadili, uzalendo pamoja na uwajibikaji. Sasa moja kwa moja tunakwenda kuungana na wananchi. Wao wanazungumzia vipi na wanatazama vipi jambo hili la uwajibikaji, uzalendo pamoja na maadili, alafu tutarejea hapa kuendelea na mjadala. Utanzania wangu. Anasema kweli kimaadili yamepungua sana. Maadili yamepungua sana kwa kiwango kikubwa sana. Na hiyo kuna haja ya viongozi wa serikali. Tunajua serikali inafanya kazi kubwa sana. Ila pia taasisi za dini nazo pia zingine kati, pia hata wazazi ndio sehemu kubwa sana, wazazi kutengeneza maadili kwa vijana wetu tunayekaa nao mitaani. Kwa sababu huwezi kujua mimi ndio nayejua mtoto nayekaa naye mimi maadili yake yakoje. Wote wasema sawa, lakini hasa mimi wazazi tunayekaa nao si ndio najua maadili ya watoto wetu kwa kweli hayako sawa sawa. Kwa kweli mambo ya maadili kwa kweli tumeumia kwa kutosha sana, tumeumia. Yaani tatizo kubwa. Lakini wajibika kwa serikali. Sasa serikali na 100% tu. Maana bado ingawa changamoto za hapa na pale ni kawaida. Kuna mwanadamu huko mkamilifu 100%, si kweli. Bila amani huwezi kufanya jambo lolote hata siku moja. Ingawa kulikuwa kundi la wachache na kuvuruga mambo, lakini Mungu atokomeze kutaka kwenda huko. Ndio naomba amani. Ndio sina pekee, huwezi kufanya jambo lolote bila amani hata siku moja. Ujifunze nchi za wenzetu, waangalie kuzidi. Wote wana maendeleo bila amani haiwezekani. Mimi naomba amani sana. Na hata viongozi wajirudiege chini, washokege chini, watusikilize kidogo watu wao, wasikage huko juu zaidi kwa sio. Inakata ngeni dogo na ukafika chini ukalimaliza mwenyewe hapa. Ndio kukaa mpaka juu ili taaruki kidogo na kuwa sio. Yaani kama maadili ni mazuri, hali lazima itakuwa mzuri. Lakini kwa mimi ninavyoona maadili sio mazuri. Ndio maana hali imekuwa ngumu. Kwa sababu kilio cha wananchi, hela hakuna. Sisi kwa mfano hapa tunafanya biashara, tunakaa hapa. Hapo ungekuja kwenye saa 8 hapa ungekuta kila mtu amelala hapa amesinzia. Hasa sisi wa soko hili. Sisi kama vijana, cha kwanza sisi inabidi tujitambue. Katika vitu ambavyo nitakuwa ni kwanza unapoamua kufanya kitu, inabidi ufikirie kwanza kesho itakuwaje. Sawa. Unapokuja kwenye upande wa maadili, labda nitoe tu ushauri tu kwa vijana wenzangu
kwamba katika haya maisha wao wanafikiria mbeleni. Usiangalie leo tu unafanya hiki au leo unafanya hiki kwa faida yako, ufanye kwa ajili ya taifa zima. Utanzania wangu. Na mtazamaji wa TBC, ni wakati mzuri na tumaini umewatazama wananchi kiu yao ni ipi na jambo lao ni lipi, hasa katika kuyazungumzia maadili, uzalendo pamoja na uwajibikaji. Wanamtaka yupi awajibike, wao pia wajibu wao ni upi? Na sisi tumerejea hapa studio, nipo bado na wageni wangu tukiendelea kujadili masuala mazima ya maadili, uzalendo pamoja na uwajibikaji. Utamaduni. Naam. Tunawimba wimbo mara nyingi. Naam. Tunaweza tukarithisha vipi utamaduni huu ambao tumerithishwa sisi usiathirike na mabadiliko ambayo yapo ya kiteknolojia na mambo mengine? Tumerithishwa utamaduni wa vijana kuzungumza na kuhoji katika usahihi na waasisi wetu. Kimsikiliza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akisema moja kwa moja kwamba vijana hawataki kulala, wanatakiwa waamke na wahoji. Lakini utamaduni wa kuendelea kulipenda taifa letu, kulisemea, kulitetea, kuwajibika, lakini vile vile kutoa ushauri pale inapowezekana. Utamaduni huu tunaweza kuurithisha namna gani? Naam. Ni kweli kabisa. Kwanza ni muhimu nikazie hiyo hoja kwamba utamaduni ambao tumeurithi kutoka kwa wazee wetu wakiwemo waasisi wa taifa hili, nakumbuka hayati Mwalimu Nyerere alikuwa anasisitiza sana swala la kutambua utamaduni kama kielelezo na utashi wa taifa, kwa maana kwamba utamaduni ndio kiini na ndio roho ya taifa. Na wakati yeye anaanzisha wizara ya utamaduni, aliunda wizara ambayo ilikuwa inaitwa Wizara ya Utamaduni wa Taifa na Vijana. Kwa hiyo alikuwa ametambua kwamba vijana wanapaswa kurithishwa utamaduni wao, wafahamu sisi tumejengwa kwenye misingi hiyo ya utu, upendo, mshikamano, utulivu na kusisitiza masuala ya amani na udugu. Tutagundua kwamba Tanzania tuna makabila mengi tu, lakini tunaunganishwa na lugha ya Kiswahili, tunazungumza kama Watanzania, sio kama mtu binafsi. Kwa sasa kuna haja ya kufahamu kwamba swala la utamaduni linamhusu kila mtu, na kwamba mtu ambaye anakataa utamaduni wake au ambaye anapinga utamaduni wake, maana yake huyo mtu ni mtumwa. Kwanza hana utambulisho wowote. Na nilikuwa nasoma juzi hapa nikagundua kwamba hata hii dira ya 2050 ambayo tumeanza kutekeleza mwaka huu imetambua sana mchango wa utamaduni. Kwenye tu ile eneo la dibaji pale, wanazungumza, wanasema kwamba kuna tamko linasema kwamba tutalinda na kuendeleza urithi wa utamaduni wa taifa ambao ndio unajenga utambulisho wa taifa. Kwenye dibaji tu pale. Lakini ukienda kule mbele kwenye ile misingi mitano ya dira, utamaduni umeguswa kwenye maeneo matatu. Kuna swala la utu, kuna swala la amani na umoja, kuna swala la utamaduni wa taifa na maadili. Kwa maeneo yote matatu yamezungumza swala la maadili. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba swala la utamaduni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nchi yetu ili iweze kupiga hatua kimaendeleo kwenye maeneo yote, lazima swala la utamaduni ambao ndani yake unajenga maadili na uzalendo lipewe kipaumbele. Na hata katika hilo swala la kutekeleza hiyo dira ambayo tumeanza sasa. Lakini nikirudi kwenye swali lako kwamba swala la kurithisha utamaduni kwa vijana, kama nilivyosema pale mwanzo, sehemu ya kwanza kabisa au taasisi ya kwanza kabisa ni familia. Wazazi au walezi wana wajibu si tu wa kuwafundisha watoto mila na desturi, miiko na tamaduni au mifumo mbalimbali ya maisha ambayo inakubalika kwenye jamii. Sio kwamba ni hilo tu, wanapaswa kuyaishi hayo mambo. Wanapoyaishi ni sehemu nzuri ya kurithisha utamaduni huo kwa vijana wao, ambao hawa watoto ndio wanakuwa kwa vijana baadaye. Lakini vile vile tunapaswa kuendeleza zile elimu zetu za jadi ambazo zilikuwa zinafanyika siku za nyuma. Watu kwa nenda jando wanafundishwa wewe ni nani, unapaswa kufanya nini kwenye jamii yako, namna ya kuitetea, namna ya kuilinda. Haya mambo siku hizi hayapo.
watoto wanalelewa na muda wote, wazazi wako bize kwenye shughuli zao, hawatengi muda wa kukaa na vijana wao na kuwafundisha nini. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo lazima tuliangalie kwa jicho la upana sana, kwa sababu vinginevyo vijana wanatafuta taarifa wao wenyewe kupitia mitandao, na wakati fulani zile taarifa wanazozipata kama alivyosema ndugu yangu kwamba wakati mwingine zinakuwa sasa zinawaondoa kwenye tamaduni zetu, maana wanachukua tamaduni zingine tu. Wanaweza kuhoji hapa ambapo hapatakii kuhoji, au wanahoji kwa namna ambayo si sahihi. Kwa nini? Kwa sababu sisi hatujatenga muda wa kukaa nao na kuwaelekeza nini tunapaswa kufanya. Lakini sio kuwaelekeza, msisitizo wangu mimi mkubwa ni swala la sisi wenyewe kuonyesha kwa vitendo nini tunafanya. Katika maelezo yako umegusia swala zima la kuhoji. Naam. Kuhoji kunaruhusiwa? Kuhoji sio tatizo, lakini unahoji nini? Na unahoji katika muktadha upi? Kwa sababu kuna masuala ya nidhamu, kuna masuala ya heshima, kuna masuala ya utu. Nikikuhoji we bwana mtangazaji, nikakuhoji kwa kukutweza, kimsingi itakuletea shida. Lakini kuna namna ambayo kama kuna jambo ninafikiri, nina mawazo ya kuchangia au kutaka kufahamu, kuna taratibu. Nikihoji nasikilizwa? Ukifuata utaratibu unasikilizwa vizuri. Katika nchi yetu hii ambayo utamaduni wetu tuliojengewa sisi ni utamaduni wa kusikilizana, kuvumiliana, kustamiliana. Kwa nini tusikusikilize? Ina maana kuna shida katika kuhoji kwako. Lakini kama ukihoji kwa maana ya kwa mtazamo ule wa kizalendo na maslahi mapana, wala sio kwa ajili ya kuchochea vurugu au kuvuruga amani, kwa nini usisikilizwe? Aloni, vyombo vya habari vinatoa nafasi ya wananchi wenyewe kuhoji, na tukihoji maoni yetu ambayo tunahoji kweli yanapelekwa, au ndo ile angalia hapa, kata hapa, hiyo siende bana, achana na hii, peleka hii, tunataka hii ndio tunaliponya taifa kwa hali hiyo. Ni swali zuri. Kwenye eneo la habari kama muhimili, kama sekta nyeti ambayo sisi sote tunajua ukiwa na taarifa unakuwa na nguvu. Mwanadamu yeyote ameumbwa hivyo, ameumbwa kutafuta taarifa na kupata taarifa na kupokea taarifa. Na hata unapolala ukiamka asubuhi, jambo la kwanza unachokifanya ni kujaribu kuangalia, awe ni jirani yako, jamaa yako au ndugu zako, wanaendeleaje, kuna taarifa gani muhimu kwako. Kwa hiyo eneo la taarifa ni nyeti sana, na wakati mwingine vyombo vya habari vimekuwa vikifanya hivyo kwa maana ya kutafuta taarifa ambazo pengine ni mambo yanayotokea kwenye jamii. Waandishi wa habari wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana. Maeneo ni mengi ambayo tunajua, kama tunavyojua nchi yetu ni kubwa, ina kilomita za kutosha, ambazo wakati mwingine serikali katika maeneo hayo kuna jambo inaweza ikawa haijalipata au haijaliona, lakini kupitia vyombo vya habari vinavyokwenda na kuona na kuripoti kupitia waandishi wa habari, mara nyingi serikali imekuwa ikichukua hatua na kutoa mrejesho. Hata kama utachukua siku 2, siku 3, wiki moja, mwezi, lakini mrejesho huo unarudi. Na ndio umuhimu wa kuwa na vyombo vya habari vinavyowajibika. Tunajua vyombo vya habari viko kwenye jamii, mambo yakiharibika na vyenyewe vinaharibikiwa. Umelizungumza jambo hili katika muktadha mzuri kwamba vyombo vya habari vina nafasi nzuri. Ndio. Lakini haya wananchi wanaoyahoji, kitokea mwananchi anahoji jambo hili linamhusu kiongozi fulani au linahusu ofisi fulani ambayo ni ya umma. Mwananchi anahoji kwa maslahi ya umma, lakini nafikia sehemu ukifika kwa muhariri, toa hii, tunataka tusikie engo hii. Wanafanya sawa? Au inatoka maelekezo kwamba hicho alicho kinani hicho hapana, hakitakiwi kwenda? Kuna kwenye eneo hilo kuna swala la uhuru wa vyombo vya habari. Sheria yetu ya huduma za vyombo vya habari ya 2016 iko wazi. Wajibu wa vyombo vya habari kwa katika eneo moja, na wajibu wa serikali na wajibu wa jamii. Kila mtu ana sehemu yake ya kufanya. Mwandishi wa habari anapotekeleza majukumu yake, anatekeleza kwa kuzingatia ile sheria ambayo sisi inatuongoza. Vile vile
serikali kwa upande wake, kwa maana ya wizara, iwe ni taasisi, iwe ni shirika, linatakiwa litoe taarifa kwa kuzingatia matakwa ya sheria, kwa sababu sheria inapozungumza jambo fulani, lile sio ombi. Yani sheria huwezi kusema kwamba ni ombi. Sheria inakulazimisha wewe ufanye jambo fulani, uwe unataka uwe hutaki, lazima utafanya. Sasa namna ya kujibu hiyo nayo ni changamoto nyingine. Wakati mwingine unaweza, sisi wanahabari tunakwenda kuhoji mambo fulani kuhusu ufafanuzi fulani, ukaambiwa hebu subiri, naomba usubiri, utapewa majibu, au tuvumilie ndani ya siku 2-3 tutakupa majibu. Nikiwa jambo hili nalihitaji leo, wakati mwingine kila jambo lina utaratibu wake. Unaweza ukatamani kupata taarifa fulani, lakini hiyo taarifa ili ikamilike inapitia mlolongo, sio mwezi mzima. Mwezi unaweza kuwa ni mkubwa sana, lakini inapitia vyanzo 2, 3, 4 ili kuithibitisha na kutoa taarifa ambayo sio sahihi, kwa sababu kuna madhara ya kutoa taarifa ambayo sio sahihi, nayo yana athari zake, kusema uongo. Tukimsikiliza hapa akilizungumzia jambo hili la kuhoji na kutoa taarifa katika muktadha wa sheria, ndio huyu mtoa taarifa au mtu anayehoji, kuna sehemu yoyote ile analindwa kisheria? Ndio, kuna sheria ambayo inalinda watoa taarifa. Kwa hiyo sheria ipo ya kulinda watu hao. Tunaweza tukakubaliana kwamba tunaweza kuwa ni kweli tuna jamii ambayo inahitaji watu wawajibike, si ndio? Lakini kuna kasumba ambayo inajitokeza ya watu kuwa na uoga kutoa taarifa kwa sababu wanahisi hawapo salama. Katika mwamvuli wa sheria unamwambia vipi mwananchi? Kwa sababu katika kutoa taarifa huko ndo kunaweza kuwa kunachochea maadili. Katika kutoa taarifa ambazo zinaliletea taifa unaweza kuwa unachochea uzalendo. Katika kutoa taarifa kunaweza kuwa kunachochea uwajibikaji. Tunakubaliana katika hilo. Unamwondoa vipi mwananchi wasiwasi katika hili? Kikubwa wananchi wasio na wasiwasi katika utoaji wa taarifa muhimu zinazohusu maendeleo ya nchi au zinazochochea uchumi wa nchi, kwa sababu kuna sheria ambazo zinawalinda watu wa taarifa. Hawawezi kudhurika na chochote, sheria ipo inawalinda. Mimi sasa ni mwananchi, nina uoga, siwezi kutoa taarifa, inakuwaje? Labda kikubwa tuendelee kutoa elimu kuhusiana na sheria hizo, kwamba unapotoa taarifa ya muhimu kwa ajili ya nchi kuna sheria zinazokulinda, wasiwe na hofu. Utambulisho wao hauwezi kuwekwa wazi, kwa hiyo wasiwe na hofu kwa hilo. Unakubali kwamba wananchi wana uoga kutoa taarifa? Na utamaduni huu unahisi umeanzia wapi mpaka tunakuwa na uoga kutoa taarifa, tunapohitaji kutoa taarifa zenye kuwajibisha, kuchochea uwajibikaji, lakini hata uzalendo? Naam, kwanza swala la utoaji wa taarifa kama ambavyo limezungumzwa, inategemea unatoa taarifa kuhusu nini na wapi, kwa maslahi yapi au kwa lengo lipi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tukirudi kwenye msingi wa utamaduni wetu, nadhani kuna wakati fulani kunaweza kuwa labda kuna viashiria vya watu kukosa imani na mambo fulani. Kuna watu wanakuwa hawajawajibika, yani hawajawajibika katika maeneo fulani. Ndio tunataka tuwajibike sasa. Ndio nasema sasa kwamba, kumbuka tumezungumza pale mwanzo kwamba yani uzalendo ni kitu ambacho mtu anajengwa ndani. Yani akitokea, yani leo hii ukitokea hapo kaanza kuniambia bwana watakuwa mzalendo, yani mtu anakushangaa kwa sababu yani hajakuwa kwenye hiyo hali. Kwa hiyo unajua ikishakosekana hicho, kinachofuata ni ile hali ya watu kuwa binafsi, watu wanakuwa zaidi anajiangalia yeye na vitu kama hivyo. Sasa ikifika hapo, changamoto yake ni kwamba
ile kukuamini kwamba wewe nikikwambia taarifa hizi kweli utazifanyia kazi sawasawa, hazitaniletea madhara, ili inakuwa ni jambo lingine. Kwa hiyo mimi nafikiri mpaka tunafika hapo tunaona kama watu labda wamekuwa waoga au hawana ujasiri wa kutoa taarifa zinazokuwa ni za muhimu kwa maslahi mapana. Nategemea kwamba hivi kama taarifa nayoitoa ni kwa lengo la kujenga, kwa nini nisitaki kutoa? Maana yake kuna kitu ambacho ndani hakijawa sawa. Lakini mtu akiwa mwajibikaji, akiwa mwadilifu kwa taifa lake, akiwa na ile na yani tunasema ameshiba ule utamaduni wake kwamba unaipenda nchi yako, una nidhamu, lakini una heshima, unajali na hutaki mambo yaharibike. Naona ni na ndio maana serikali pia ina mikono mahali mbalimbali, kwamba kuanzia kule ngazi ya chini kabisa kuna serikali za mitaa, kuna viongozi kuanzia pale, kama kuna jambo unaweza ukalifikisha pale panapotakiwa, mpaka ngazi zimekuwa nyingi mpaka kule juu, lakini wale wote wanafanya kazi kwa maslahi ya taifa. Kwa nafikiri tukiona kuna shida mahali, kwa mfano watu hawataki kufunguka, ina maana tunatakiwa tujiulize wote sasa, hivi maadili yetu yakoje mpaka mtu anashindwa kukuamini? Kwa hiyo ikiwa kuna hofu, maana yake kuna mahali fulani sisi hatujakaa sawasawa katika uwajibikaji wetu, hatujakaa sawasawa kwenye maadili yetu, ndio maana kunaweza kuwa na hali kama hiyo. Lakini kama tungekuwa tuko vizuri, hofu inatoka wapi? Uoga unatoka wapi? Vyombo vya habari kwa upande wa Tanzania vina wajibu mkubwa kama nilivyoeleza mwanzo, na tukiangalia kwa wakati tulionao, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutoa taarifa, uhuru wa kupata taarifa umekuwa ni mkubwa. Takwimu tulizonazo, ukiangalia TCRA sasa hivi Watanzania zaidi ya milioni 54 pointi wanafikiwa na huduma ya mtandao. Na kwa uchache tu hii tunaona kwamba ni juhudi ambazo zimefanywa na serikali kuhakikisha kwa maana ya wadau, wananchi wanapata taarifa kwenye maeneo mbalimbali. Na ukiangalia tu vijana sasa hivi wanamiliki simu janja ambazo zimeunganishwa na mtandao, na wanaweza kupata taarifa muda wowote, wakati wowote, watu wanaona. Kwa hiyo yale mambo ambayo pengine serikali imekuwa ikiyafanya au wao wenyewe wananchi wamekuwa wakiyafanya, yamekuwa yakionekana kupitia hiyo mitandao ya kijamii ambayo kwa namna moja au nyingine imekuwa ni nguzo muhimu ya kuhakikisha tunakuwa na jamii yenye taarifa. Sasa ni namna gani ambapo tunakutana kwa maana ya serikali, wananchi, wale watunga sheria, wasimamizi wa hizo sheria, tunakutana ni pale ambapo basi kila mmoja anatimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria zilizopo. Sheria ya huduma ya vyombo vya habari ukisoma vizuri iko wazi, inaelezea wajibu wa wananchi na wajibu wa vyombo vya habari kuelekea kuijenga Tanzania gani ambayo tunataka. Na kama tunavyojua nafasi ya vyombo vya habari kwenye nchi yoyote ile vinakupa taswira ya nchi. Unapotaka kuijua Tanzania, unaingia tu kwenye vyombo vya habari, unajua Watanzania ni watu wa namna gani. Ni watu wanaopenda kazi, ni watu wanaopenda kitu fulani, unaona kupitia vyombo vya habari. Sasa wajibu wa msingi wa vyombo vya habari ni kuhakikisha taarifa zinazoandikwa au taarifa zinazochapishwa zinakuwa ni sahihi. Lakini vile vile wananchi pia waweze kuona kwamba sheria hazipo kwa ajili ya kuwalinda viongozi na watu binafsi na wanasiasa pekee. Huko ndiko tunakokutarajia. Tunakubaliana katika hilo mwanasheria? Ndio. Mtazamaji wa TBC, imekuwa ni vyema kabisa kujumuika na ndugu zangu hapa kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kujadili kuhusiana na maadili, uzalendo pamoja na uwajibikaji. Nilikuwa naye Aaron Msigwa, afisa habari mwandamizi kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nashukuru sana. Nakushukuru sana. Amina Ngoli ambaye yeye ni afisa sheria mwandamizi kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tumefurahi kujumuika na wewe. Asante sana. Umekuwa na tabasamu tanusi kweli kweli. Lakini Sefania Motela, lakini yeye ni afisa utamaduni mwandamizi kutoka
Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nashukuru sana kujumuika nawe pia. Asante sana. Na jina langu ni Njoba Mwajibe. Hakika utakuwa na mengi ambayo umeangamua na umeyapata. Naamini ya kwamba tutafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunaijenga Tanzania ambayo tunaitaka. Hakika hili ni taifa letu, tulipiganie na tulipambanie kuielekea 2050, ile dira ya maendeleo, na pa kwenda katika utekelezaji. Wewe ni sehemu ya kuhakikisha kwamba inatekelezwa kwa ufasaha kabisa. Sisi ni Tanzania. Jina langu ni Njoba Mwajibe. Mpaka kwa mara nyingine. Utanzania wangu ni muungano wetu na tofauti zetu zisibadilike tu. Utanzania wangu